Tunasalimu tena katika jina la Yesu. Kwa majina ni Macharia Wilson. Tunaofanya kazi ya uamsho na matengenezo. Mnaotufuatilia kwa YouTube. Tunawaalika nyote katika wakati huu kwa ajili ya kuendelea kujifunza. Lakini kabla ya kuingia katika neno la Mungu, kama vile maandiko yamesema ya kwamba neno la Mungu linaponenwa lazima kwanza tumtangulize Mungu. Kwa hivyo tutaomba kwanza halafu tuendelee. Mtakatifu uishe juu mbinguni, tumekuja mbele zako masaa haya kwa maana upendo wako ambao umetujalia kwa ajili ya kujifunza neno lako na kujulisha watu wanaotusikiliza mapenzi yako. Wakati tunakuhitaji kwa ajili ya somo ambalo liko mbele yetu, nitumie kama chombo chako kusudi maneno ambayo nitakayanena sio ni maneno yangu bali yanatokana na mapenzi yako. Uwe pamoja nasi pamoja na wasikilizaji wote, nikupitia katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Nawaalika tena kwa ajili ya somo ambalo litakayokuwa mbele yetu. Ni somo ambalo linalohusiana na hukumu ama hukumu ya upelelezi. Hiyo ndiyo kichwa yetu ya somo yetu. Pia nataka tuweze kusoma katika kitabu cha Warumi maneno ambayo yanatutafsiri ya kwamba kweli unabii ambao ama unabii ni mambo ambayo ama maneno yote ambayo Mungu ameyaweka kusudi tuweze kuelewa. Hilo ndilo ambalo nataka tuweze kuanzia kitabu cha Warumi ni 16 mstari wake ni wa 25. Maandiko inasema hivi, sasa na atukuzwe yeye aliyeweza kuwafanya imara sawasawa na injili yangu, kwa kuwa kuhubiriwa kwake Yesu Kristo sawasawa na ufunuo wa ile siri iliyositirika tangu zamani za milele. Tunajua ya kwamba hukumu ni jambo ambalo watu wengi kwa kweli huwa hawafahamu ya kwamba kama wakati ambao tunaoishi tunaishi katika siku za hukumu. Wakati ambapo Yesu alipotoka hapa duniani na kuelekea mbinguni, tunaona ya kwamba aliweza kuingia katika patakatifu, lakini ilipofikia mwaka wa 1844 hapo ndipo Yesu akaweza kuingia mahali ambapo ni patakatifu mno, ambapo aliweza kuendeleza kazi ya hukumu. Ndipo sasa maandiko imetuambia kwamba sasa na atukuzwe yeye aliyeweza kuwafanya imara sawasawa na injili yangu, kwa kuwahubiria kwake Yesu Kristo sawasawa na ufunuo wa ile siri iliyositirika tangu zamani za milele. Kwa hivyo siri ambayo iliyokuwa imefichika, lakini Mungu akaweza kuifunua, akaweza kujulisha watu ile siri ambayo iliyokuwa imesirika tangu zamani za kale. Na ndipo sasa kitabu cha Petro wa kwanza fungu lake la 4, Petro wa kwanza 4 fungu lake la 17, maandiko inasema hivi: kwa maana wakati umefika na hukumu kuanzia katika nyumba ya Mungu, na ikianzia kwetu sisi, mwisho wao wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? Kama hukumu inaanzia katika watu wa Mungu, maandiko yanasema ya kwamba je, kwa wale ambao wasioamini injili ya Mungu itakuwaje? Kwa hivyo tunaona ya kwamba kwa kweli hukumu ambayo inaoendelea wakati huu inaanzia kwa watu wa Mungu, kisha iweze kufuatilia kwa wale ambao wasiomjua Mungu. Sasa ndipo tunajua ya kwamba wakati huu tunapoishi tunaishi katika hukumu, ambayo hukumu utakuja kuona ya kwamba vipengele ama utakuja kuona baadhi ya mambo ambayo Mungu huwa anayachunguza wakati tunapokuwa katika huu wakati wa hukumu. Ndipo Yesu akapatiana mfano kitabu cha Mathayo, kuna maneno ambayo maandiko inasema ya kwamba Yesu aliweza pia kuyanena. Kitabu cha Mathayo 22 mstari wake wa kwanza, maandiko inasema hivi: Yesu akajibu akawaambia tena kwa methali akasema, ufalme wa mbinguni umefanana mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake
wawahite walioalikwa harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watu kwa wengine akasema, mwambieni wale walioalikwa, tazama nimeandaa karamu yangu, na ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa, na vyote vimekuwa tayari, njoni harusini. Chini nasema ya kwamba walakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani mwake, mmoja mwenye biashara yake, nao walioalikwa wakawakamata watumwa wake. Nasema ya kwamba basi yule mfalme akadhabika, akapeleka majeshi yake, akaangamiza wauaji wake, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi i tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Bali enendeni hata njia panda na parapara na wote muwaonao mwaiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya vyote walivyowaona, waovu kwa wema, harusi ikajaa wageni. Mstari wake wa 11 nasema hivi, lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi ya harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nayo una vazi ya harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi wake, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtube katika giza la nje, ndiko kutakuweko kilio na kusaga meno. Kwa hivyo Yesu akaweza kupatiana mfano akafananisha ufalme wa mbinguni na mfalme mmoja aliyekuwa anaandalia mwanawe harusi. Maandiko yanasema ya kwamba kuna wale ambao waliokuwa wamealikwa katika harusi, lakini hawakuweza kukuja katika ile harusi. Ndipo mfalme akatuma watu wengine akamwambia kwamba muende katika njia panda, wowote ambao mtakao waona muweze kuwaita katika harusi. Maandiko yamesema ya kwamba harusi ikawa ya kwamba imejaa wageni. Lakini mfalme alipokuwa anapita akakuangalia wageni wake, hapo ndipo akaona mtu mmoja ambaye hakuwa nafasi ya harusi. Akamwambia, je, rafiki, uliingiaje humu nayo huna nafasi ya harusi? Maandiko yamesema ya kwamba ule mgeni aliweza kunyamaza kwa sababu alikosa la kujibu. Ndipo mfalme akaagiza watumishi wake wamshike, wamtupe nje. Hivyo ndivyo pia wakati ambapo Yesu anapofanya kazi yake, tunaona ya kwamba watu wengi wameitwa ama watu wengi wamekuja kwa Kristo, lakini Yesu anapoendelea kuchunguza tabia zetu za kila mmoja wetu, anapoona ya kwamba matendo yetu hayaambatani na matendo yale ambayo tumekusudiwa tuweze kuwa nayo, hapo ndipo sisi wenyewe tunakuwa ya kwamba tunakataliwa, ama tunakuwa ya kwamba hukumu yetu inakataliwa, kusema ya kwamba huyu afai kuwa katika ufalme wangu. Pia hivyo ndivyo pia Yesu anapofanya kazi yake. Tumeona ya kwamba Yesu ilipofika ama ilipokuwa imetimia wakati wake wa kuweza kufanya kazi ya kufanya upelelezi, kama vile ambavyo kitabu cha Danieli 8 mstari wake wa 14 ilivyokuwa imesema ya kwamba katika siku 2300 ndipo patakatifu pangekuja kutakazwa. Wakati Yesu alipotoka duniani akawa ya kwamba amefika mbinguni mwaka wa 1844, hapo ndipo alipoweza kuanzisha kazi ya hukumu. Na ndipo kitabu cha Danieli 7 mstari wake wa 10, maandiko inasema hivi. Tusikie vile maandiko inavyosema, kitabu cha Danieli 7 mstari wake tuanzie wa 9 hadi wa 10. Maandiko inasema hivi, kitabu cha Danieli 7 9 hadi 10, maandiko inasema hivi. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa usiku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Moto kama wa mto kutoka ukipita mbele zake. 1000 wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa.
Kwa hivyo katika hukumu ambayo Yesu anaoiendelea huko mbinguni, tunaona ya kwamba ilipofika wakati ambapo Yesu alipokuwa ya kwamba amekuwa ama amewekwa ama amesimama katika hukumu, tunaona ya kwamba kuna vitabu ambavyo huwa vinafunguliwa ambazo huwa zimeandikwa tabia za kila mmoja wetu. Maandiko yanasema ya kwamba vitabu vikafunguliwa na hukumu ikaanza. Hapo ndipo Yesu alipoanza kuangalia mambo yote ambayo yaliyokuwa yameandikwa katika zile vitabu ambazo yanalingana na tabia za kila mmoja. Mambo ambayo unayotenda, yawe mazuri ama yawe mabaya, yote yanaandikwa katika kitabu. Na ndipo kitabu cha Mhubiri, Mhubiri 12 mstari wake wa 14, maandiko inasema hivi, kitabu cha Mhubiri 12 mstari wake wa 14, maandiko inasema hivi: kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa mbaya. Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno, likiwa jema au likiwa mbaya. Kwa hivyo katika ukazi ama hukumu ya upelelezi inayoendelea, Yesu anachunguza kila tabia zetu, kila tendo, likiwa jema au likiwa mbaya. Hilo ndilo ambalo Yesu analoliangalia, analolichunguza kwa ajili ya watu wale wote ambao wanaojiunga ama wale ambao wote wanaojitanisha ya kwamba hao ni wafuasi wa Kristo. Jambo lingine ambalo nataka tuweze kuona ya kwamba linalo uhusiana na hii hukumu ni kitabu cha Ufunuo 20. Kitabu cha Ufunuo 20 mstari wake ni wa 12. Maandiko inasema hivi: na nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Kwa hivyo Yohana alipokuwa anaona katika hukumu ambayo iliyokuwa inaendelea, aliona ya kwamba wafu ambao waliokuwa wamekufa, wakubwa kwa wandogo, wote wamesimama katika kiti cha enzi, ambapo vitabu vikafunguliwa, na mambo mengine yanasema ya kwamba na ambayo yaliweza mambo ambayo yaliyokuwa yameandikwa katika vitabu vile sawasawa na matendo yao. Kwa hivyo tunapaswa tuweze kujua kwamba wakati ambapo Yesu anapofanya kazi ya hukumu, yale mambo ambayo tunayoyatenda hapa duniani, hayo ndio huwa yanaandikwa katika zile vitabu. Na yanapoandikwa, wakati Yesu anapokuwa kwamba anachunguza, kama vile mfalme alivyokuwa ameingia katika harusi akaanza kuangalia watu wale ambao wameitwa katika harusi, alipokuwa anaangalia ndipo akaona mtu mmoja ambaye hakuwa na vazi ya harusi, ambao maandiko imesema ya kwamba vazi ya harusi ni matendo ya haki ya watakatifu ambayo yanatakikana kila mmoja ambaye anayesema ya kwamba anataka kuwa mwanafunzi wa Kristo, ni lazima hayo matendo hawe nayo, kusudi wakati Yesu anapoangalia tabia zetu aone ya kwamba tunafaa kukubalika kuwa wafalme, ama tunafaa kuweza kukubalika kuwa watu ambao wanaojiita ya kwamba ni wafuasi wake. Sasa maandiko imesema ya kwamba hizi vitabu ambazo zinazoandikwa, kuna mambo ambayo huwa yanaangaliwa katika zile vitabu. Utakuja kuona ya kwamba kitabu cha kwanza ambacho huwa kinaangaliwa ni kitabu cha uzima, ambacho kitabu cha uzima kinaandikwa nini ndani ya hicho kitabu. Kitabu kingine ambacho utakuja kuona ya kwamba ni kitabu cha ukumbusho, ambacho tutaona ya kwamba kitabu cha ukumbusho, je, ni nini ambacho kinachoandikwa kule. Alafu kitabu kingine kitabu cha mauti, ili kila mmoja aweze kujua ya kwamba je, mimi nimejiandikisha katika kitabu gani? Kwa sababu vitabu hizi ambazo zinazoandikwa ni vitabu ambazo zinapita wakati Yesu anapofanya kazi yake ya hukumu. Na hizi vitabu ndicho ambacho kitakachodhihirisha ya kwamba je, huyu amesimama ama yuko wakati gani? Ana matendo yake yanayoyatenda, je, yanaambatana? Unapofanya hiki na hiki, matendo yako yanaandikwa wapi? Tuone kitabu cha uzima, tuone ya kwamba kitabu cha uzima, je, huwa kinaandikwa nini?
ni kitabu cha Wafilipi. Tuone ya kwamba kitabu cha uzima huwa kinaandikwa nini? Kitabu cha Wafilipi 4, tuanzie mstari wake wa kwanza, tuone ya kwamba wale ambao wanaoandikwa kitabu cha uzima ni mambo gani ambao wanaopaswa yafanye kusudi waweze kujiandikisha katika kitabu cha uzima. Maandiko yasema hivi: na msihi Herodia na msihi na Sinteki wawe na nia moja katika Bwana. Naam, nataka na wewe pia mjolo wa kweli ushidanie wasaidie wanawake hao, kwa maana walishidania Injili pamoja nami na Kilimente naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Kwa hivyo wale ambao wanaojiandikisha katika kitabu cha uzima ni wale ambao wanaoshirikiana na ndugu zingine kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hapo ndipo majina yao yanaandikwa katika kitabu cha uzima. Kama vile ambavyo wanafunzi wa Yesu walivyokuja akamwambia kwamba wao leo walipokuwa wanafanya kazi wameweza kutoa pepo, lakini Yesu akawaambia kwamba msifurahie kwa sababu pepo zinawatii, lakini mfurahi kwa sababu majina yenu yameandikwa kitabu cha uzima. Kwa hivyo hili tuweze kujiandikisha katika kitabu cha uzima, jambo ambalo tunalopaswa kulifanya ni tuweze kufanya kazi ambayo itakayoweza kusaidia watu kuweza kuwaokoa na kuweza kutoa watu katika utumwa wa dhambi, uweze kuwaleta katika Injili ambayo Yesu anayoitaka. Hapo ndipo jina lako linapoonekana ya kwamba linaandikwa katika kitabu cha uzima. Hiyo ni jambo moja ambalo linadhibitisha ya kwamba kitabu cha uzima huwa kinaandikwa matendo ya wale wote, ama kinaandikwa matendo ya wale wote ambao wamekwisha kunjiweka katika kazi ya Mungu. Pia kitabu cha Pambano Kuu pia inadhibitisha ya kwamba Pambano Kuu ukurasa wake ni wa 397. Tuone vile maandiko inavyosema ikizungumzia kuhusiana na kitabu cha uzima. Sema ya kwamba kitabu cha uzima kinachukua majina ya wote ambao daima wameingia katika kazi ya Mungu. Kwa hivyo ili uweze kuwa ya kwamba umeandikwa kitabu cha uzima, ni lazima uwe ya kwamba umejiingiza katika kufanya kazi ya Mungu. Nasema ya kwamba Yesu aliamuru wanafunzi wake, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Paulo anaongea kuhusu watendakazi wenzake waaminifu ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Danieli akitazama hadi katika wakati wa taabu ambao mfano wake kamwe au kuwepo, akasema kwamba watu wa Mungu wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kwa hivyo katika kitabu cha uzima, wale ambao watakaookolewa katika siku za mwisho ni wale ambao watakaokuwa ya kwamba wamejiandikisha katika kitabu cha uzima. Kusudi mimi na wewe tuweze kuwa ya kwamba tunakubalika, kuwa ya kwamba tunastahili kuwa katika kitabu cha uzima, ni lazima tuweze kujua ya kwamba haya mambo haya, kuweza tabia zetu, menendo yetu tuweze kuyafanya kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hapo ndipo takapokuwa ya kwamba tumejiweka ama tumejiandikisha katika kitabu cha uzima. Kitabu kingine ambao ni kitabu cha ukumbusho, ambapo pia nayo kinaandikwa nini? Ni kitabu cha tuone kitabu cha Maraki. Tusiosikie vile maandiko inavyosema. Maraki 3 mstari wake wa 16 inasema hivi: ndipo wale waliomcha Bwana waliposemesana wao kwa wao, naye Bwana akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba wale ambao waliokuwa wanamcha Bwana walipokuwa wanatafakari kumhusu Mungu, Mungu aliwasikiliza, na baada ya kuwasikiliza akaandika majina yao katika kitabu cha uzima, kitabu cha ukumbusho. Kwa hivyo kitabu cha ukumbusho kinaandikwa mbele za Mungu, ambacho ndani yake kinaandikwa matendo mema ya wale ambao waliomcha Mungu.
Kitabu cha ukumbusho kinaandikwa matendo mema kwa wale ambao wote waliokuwa wanamcha Mungu na kutafakari jina lake. Hao ndio ambao walioweza kuandikwa katika kitabu cha uzima. Kitabu cha Pambano Kuu inafafanua, inasema ya kwamba maneno ya imani, matendo yao ya upendo yanaandikwa mbinguni. Wakati ambapo unapotenda matendo ya imani, ambapo kama ni injili ambayo umeipata, umeipokelea na umejitoa kuweza kufuata hiyo injili, hayo jina lako huwa linaandikwa kitabu cha ukumbusho. Jambo lingine, matendo ya upendo ambayo ushawahi kuifanya. Kama ni mtu ambaye alikuwa na shida, ukajitolea ukaenda kumsaidia. Kama ni mtu ambaye alikuwa anahitaji maombi, ukaenda mkakutana ukamuombea. Kama ni mtu alikuwa anakuhitaji chochote kile ambacho unaweza kufanya, kama ni kujitolea, hayo yote huwa yanaandikwa katika kitabu cha ukumbusho. Chini nasema ya kwamba katika kitabu cha Mungu cha ukumbusho, kila tendo la haki linadumishwa milele. Kila tendo ambalo unalolitenda likiwa la haki huwa linaandikwa katika kitabu cha ukumbusho. Jambo lingine, kila neno la fadhili lililosemwa linaandikwa kwa uaminifu. Kila neno la fadhili ambalo ulilolisema huwa linaandikwa katika kitabu cha ukumbusho. Na kila tendo la kujitoa. Kama kuna wakati ambapo ushajitolea kwa kazi ya Mungu, ama kujitoa kusaidia watu, kila taabu na usuni ulifumiliwa kwa ajili ya Kristo, uandiko. Hayo mambo yote ndiyo huwa yanaandikwa katika kitabu cha ukumbusho. Yale mambo mazuri ambayo uliyoyatenda, yale kazi ambayo mambo ambayo uliweza kujinyima kwa ajili ya Kristo, mambo ambayo uliweza kuyafanya kwa ajili ya kusaidia watu, kwa ajili ya upendo, wakati ambapo umejinyima kuhudhuria kama mikutano, hayo mambo yote huwa yanaandikwa katika kitabu cha ukumbusho. Na ndipo maandiko yanasema ya kwamba yale mambo ambayo huwa tunayatenda, kila neno huwa linaandikwa katika hizi vitabu kulingana na yale mambo ambayo unayoyatenda. Na ndipo kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wake wa 398 inasema hivi: vitabu vya kumbukumbu mbinguni ambamo yameandikwa majina na matendo ya wanadamu ndivyo vitatoa maamuzi ya hukumu. Kwa hivyo katika hizi vitabu ambazo zinazoandikwa huko mbinguni, hii ndiyo ambayo itakayotoa uamuzi wa mtu wakati wa hukumu. Wakati ambapo Yesu anapofanya kazi ya upelelezi ama anapofanya kazi ya hukumu, hapo ndipo sisi ambao tunaoishi hapa duniani, hizi vitabu ambazo zinazoandikwa ndiyo ambayo itakayokuwa ya kwamba sinachunguzwa, ama kila kitabu kinachunguzwa, kila mmoja aonekane ya kwamba yuko nafasi gani katika hizi vitabu ambazo vitabu ambazo zinazoandikwa. Pia kitabu cha Nehemia 13 mstari wake ni wa 14. Tusikie vile maandiko inavyosema. Kitabu cha Nehemia 13 mstari wake wa 14. Maandiko inasema hivi, inasema 14, inasema unikumbukie hayo Mungu wangu, wala usifute fadhili zangu nilizozitenda kwa ajili ya nyumba yangu ya Mungu wangu na katika taratibu zake. Huyu Nehemia anaposema ya kwamba Mungu amkumbuke katika yale mambo yote ambayo aliyokuwa ameyatenda, asije akafuta fadhili zake zilizoandikwa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu na kwa taratibu zake. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba huwa kuna mambo ambayo huwa tunayatenda, yale yote ambayo huwa tunayatenda huwa yanaandikwa katika hizi vitabu kulingana na tabia za kila mmoja wetu. Pia kitabu cha mwisho ambacho huwa pia kinaandikwa ni kitabu cha mauti. Nayo kitabu cha mauti huwa kinaandikwa nini? Ndipo kitabu
cha Mathayo, kitabu cha Mathayo 12 mstari wake wa 12 mstari wake wa 39 hadi 37, maandiko inasema hivi: basi nawaambia, kila neno lisilo na maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hiyo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hivyo katika hiki kitabu cha mauti huwa kinaandikwa maneno yote yasiyo na maana ambalo watakalo linena wanadamu yanaandikwa katika kitabu, na hiyo ndiyo watakao kuja kutoa hesabu yao katika siku za hukumu. Ndipo katika kitabu cha Pambano Kuu inaelezea kwamba, inasema ya kwamba pia kuna kitabu cha kumbukumbu cha dhambi za wanadamu, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa mbaya. Inasema ya kwamba makusudi ya nia ya siri huonekana katika kitabu cha ukumbusho cha kumbukumbu kisichokosea, kwa maana Mungu atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo. Tazama, neno hili limeandikwa mbele yangu, maovu yenu na maovu ya baba zenu, asema Bwana Mungu. Kila kazi ya mtu inapitishwa katika uchunguzi mbele za Mungu, yanaandikwa kwenye uaminifu au kwenye udhalimu. Inasema ya kwamba mbele ya kila jina la mtu katika vitabu vya mbinguni panaingizwa kwa usahihi wa hajibu kila neno mbaya na kila tendo la ubinafsi, kila wajibu ambao au kuutimiza, kila dhambi ya siri pamoja na kila ila ya udanganyifu, kila honyo lililotumwa au sutuma iliyopuuziwa, sekunde ulizopoteza, fursa ambazo asikutumiwa, mvuto uliotumiwa kwa wema au kwa uovu, pamoja na matokeo ya hali ya juu, yote yanaandikwa na malaika mwandishi. Katika kitabu hiki cha mauti kinaandikwa, iwe ni sekunde ambao ulizozipoteza, iwe ni dhambi za siri ambazo zinazostenda, ama iwe ni pamoja na kila hila ya udanganyifu. Kwa sababu kuna watu huwa pia huwa na uzoefu wa kudanganya. Kuna watu huwa wanatenda dhambi za siri pasipo kujua kwamba ama zinaandikwa. Kuna watu ambapo wakati ambapo hukumu ama wakati mafunzo ya Mungu yanapoendelea, kuna watu huwa ya kwamba hawafuatilii mambo mengine ambayo yanayoandikwa pale. Kuna matendo ya ubinafsi, watu ambao wanaokuwa na ubinafsi. Kuna watu ambao wanaokuwa na mazoea ya kunena maneno mabaya. Kuna watu ambao wanaokuwa na kila dhambi za siri pamoja na udanganyifu, na pia sekunde ama mfuto ambao ulioufuta ikiwa ama mbaya. Hayo yote huwa yanaandikwa katika kitabu cha mauti. Sasa hizi vitabu ndizo ambazo huwa zinapitizwa wakati Yesu anapofanya kazi ya hukumu. Anaanza kuangalia tabia za kila mmoja. Kama tabia zako zitakuwa ya kwamba zimeandikwa katika kitabu cha mauti, utaonekana ya kwamba wewe mambo ambayo uliyokuwa unayatenda kwa siri, dhambi ambazo ulizokuwa unazitenda, muda ambao ulipoteza, mvuto ambao ulidhisha kwa wema au kwa umbaya, hayo yote huwa yanaandikwa katika kitabu cha mauti. Kwa hivyo tujue ya kwamba katika hizi vitabu, kila kitabu huwa kinaandikwa na kila jina la mtu huwa linaandikwa katika kile kitabu kulingana na mambo ambayo uliyoyatenda ukiwa hapa duniani. Na hiyo ndiyo ambayo Yesu anaofanya kazi ya upelelezi. Wakati huu ni wakati ambapo kila mmoja tunapaswa kujitahidi, tunapaswa kuwa makini sana, tunapaswa kusafisha njia zetu, tunapaswa kujitahidi ili tuweze kuwa ya kwamba wakati Yesu anapofanya kazi ya upelelezi, jina langu limeandikwa wapi? Kwa sababu wale ambao watakao kuwa ama wale ambao watakao kuwa wanabahatika ni wale ambao watakao kuwa ya kwamba wamejiandikisha katika kitabu cha uzima. Na tumeona ya kwamba wale ambao watakao kuwa ya kwamba wameandikwa kitabu cha uzima ni wale ambao wamekubali ama wamefanya ya kujiingiza katika kufanya kazi ya Mungu.
Hao tu ndio ambao wanaoandikwa, kama vile Paulo anavyosema ya kwamba wanawake ambao walioshindania Injili pamoja naye, ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Vile Yesu alivyoambia wanafunzi, akamwambia kwamba wasifurahi kwa maana pepo zinawatii, lakini wafurahi majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Kwa hivyo huu ndio wakati ambao ni wakati mwafaka wa kuweza kujua ya kwamba tuko katika siku za hukumu. Na huu ndio wakati ambapo Yesu anapofanya kazi ya upelelezi, anachunguza tabia za kila mmoja wetu, anachunguza tabia zetu, mienendo yetu, matendo yetu ambayo tunayoyatenda. Anapoona ya kwamba maneno yako ama matendo yako hayakubaliki, ama anapoona ya kwamba hayaenendi kulingana na mapenzi yake, hapo ndipo maandiko inasema ya kwamba inafikia wakati ambapo tunakuwa katika hatari kubwa sana. Na ndipo maandiko inasema ya kwamba kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wake wa 100 inasema ya kwamba wakati vitabu vya kumbukumbu vinapofunguliwa katika hukumu, maisha ya wote ambao wamemwamini Yesu yanachunguzwa mbele za Mungu. Kuanzia kwa wale waliokuwa wa kwanza kuishi duniani, wakili wetu weka kesi ya kila mtu kwa mfuatano wa vizazi na kumalizia kwa walio hai. Kila jina linatajwa, kila kesi inachunguzwa kwa makini sana. Majina mengine yanakubaliwa na majina mengine yanakataliwa. Mtu yoyote anapokuwa na dhambi zilizopaki katika vitabu vya kumbukumbu ambazo hajatubiria au kuungamwa, majina yao yanafutwa kutoka katika kitabu cha Mungu cha ukumbusho. Kwa hivyo maandiko imesema ya kwamba huu ndio wakati ambapo kesi ya ama hukumu inapoendelea. Na inasemekana ya kwamba huu ndio wakati ambapo Yesu anapofanya kazi ya hukumu. Inasema ya kwamba anaanzia kwa mtu wa kwanza amewahi kuwa hapa duniani, walio hakufa, baada anaanzia kwa walio hai. Inasema ya kwamba anapokuwa katika kule hali ya kuchunguza, kila jina linatajwa, kila kesi inachunguzwa kwa makini sana. Na inapochunguzwa, majina mengine huwa yanakubalika na majina mengine huwa yanakataliwa. Huu ndio wakati ambapo maandiko inasema ya kwamba kitabu cha Pambano Kuu inasema ya kwamba wakati kuhani wetu anapofanya kazi ya upatanisho, huu ndio wakati ambao ni wakati mwafaka ambao sisi zote tunapaswa kujitahidi na kuweza kujifanya kuwa wakamilifu kuwa wakamilifu siku zote. Kwa sababu maandiko yamesema ya kwamba kazi ya hukumu ya upelelezi na kufuatana dhambi zitakazokamilishwa kabla ya tukio la kuja wa Kristo mara ya pili. Kwa vile wafu watahukumiwa kutokana na mambo yaliyoandikwa kwenye vitabu, kwa hivyo haiwezekani dhambi za watu sifutwe mpaka baada ya hukumu ya upelelezi, kesi zao zitakapokuwa zimekamilika. Inasema ya kwamba wakati kazi ya hukumu ya upelelezi inapoendelea, hakutakuwa na uvutaji wa dhambi zile ambazo watu labda ulikuwa umezitenda, ambazo haukuwa umesitubu. Hakutakuwa na wakati mwingine wa kuweza kuondoa zile dhambi. Huu ndio wakati ambapo ni wakati mwafaka. Kabla ya hukumu yako itakapofikiwa, unapaswa kuwa ya kwamba umejisafisha, umeondoa dhambi zote, umeungama na umejitahidi kuweza kuenenda ukiwa mkamilifu hadi siku ambayo Yesu atakaporudi. Kwa sababu watu wengi watahukumiwa, watu wengi watakuwa ya kwamba wamekataliwa kwa sababu labda kuna dhambi ambayo uliokuwa umeitenda haukuwa umetubu. Labda kuna mambo ambayo uliokuwa unayafanya lakini haukuwa umetoa uamuzi wa kuweza kujitoa kuwa wa Yesu kikamilifu. Huu ndio wakati ambapo Yesu anapofanya kazi ya upelelezi. Ni jukumu la kila mmoja wetu kuweza kujiandaa na kujitahidi kwa ajili ya kuweza kurekebisha na kujisafisha, ili awe ya kwamba Yesu anapoingia katika hukumu yako, anapokaa chini kwa ajili ya kuchunguza we mwenyewe, uwe ya kwamba umekubalika mbele za Kristo. Tukielekea mwisho, tutaona ya kwamba kwa sababu hukumu hii inaendelea mbinguni, wale ambao wanaoishi hapa duniani
nao wanapaswa kujiandaa kwa ajili gani? Kwa sababu huu ndio wakati ambapo Roho wa Mungu anaendelea kuchunguza, anaendelea kutafakari, ama anaendelea kuhimiza watu, ili watu wote wao ya kwamba wamewekwa kwa pamoja, kusudi waweze kujua ya kwamba hukumu inapoendelea mbinguni, pia na wao wanapaswa kujiandaa hapa duniani, kama vile Yesu alivyoambia wanafunzi wake kitabu cha Yohana 14 mstari wake wa kwanza, akawaambia kwamba wasifadhaike moyoni, wamwamini yeye, kwa sababu yeye ameenda kuandalia mahali, na atakapomaliza ataweza kuwakujia. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Yesu anapotuandalia makao mbinguni, sisi nasi ambao tumepaki hapa duniani tunapaswa kujiandaa roho zetu, ili siweze kuwa ya kwamba sinakubalika. Sasa kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wake wa 145, maandiko inasema hivi: sasa tunaishi katika siku kuu ya upatanisho, katika huduma ya mfano. Wakati kuhani mkuu alipokuwa akifanya upatanisho kwa ajili ya Waisraeli, wote walitakiwa kujitesa roho zao na kutubu kwa unyenyekevu mbele za Bwana. Wakati ambapo wakati kuhani wetu mkuu anafanya kazi ya upatanisho kwa ajili ya watu wote, maandiko imesema ya kwamba kama vile ambavyo ilivyokuwa inafanyika kwa mfano, kuhani alikuwa anafanya upatanisho kwa Waisraeli wote. Inasema ya kwamba wakati Waisraeli walipaswa kujitesa roho zao na kwa kutubu dhambi na kunyenyekeza mbele za Bwana. Wakati kuhani mkuu alipokuwa anaingia patakatifu mno pa hema ya hapa duniani, Waisraeli, kila Muisraeli alipaswa kujiteza roho zake na kunyenyekea mbele kusudi ile kazi ambayo kuhani aliyokuwa nafanya wasinje akawa ya kwamba wamekataliwa. Kwa sababu ilikuwa ya kwamba kama wewe hukuwa unaacha shughuli zako uje pale kwa ajili ya kunyenyekea, ulikuwa unakataliwa, baadaye hukumu yako inakataliwa, unauawa. Sasa maandiko yanasema ya kwamba sasa wakati kuhani wetu mkuu anafanya kazi ya upatanisho, kama vile Waisraeli walivyokuwa wananyenyekea, wanatubu dhambi zao na wanajitakaza roho zao, inasema ya kwamba ili wasinje wakataliwa kutoka miongoni mwa watu. Kwa jinsi hiyo hiyo, wote ambao wangependa majina yao yadumu kuwemo katika kitabu cha uzima wanapaswa sasa katika siku chache zilizosalia za rehema yao kuteza roho zao mbele za Mungu kwa kuhusunikia dhambi na kufanya toba ya kweli. Kwa hivyo wale ambao nao sasa tunaoishi wakati huu, wakati Yesu anapofanya kazi ya tumeona ya kwamba kuna vitabu ambazo zimeandikwa mbinguni ambazo huwa zimeandikwa majina ya kila mmoja wetu: kitabu cha uzima, kitabu cha mauti na kitabu cha ukumbusho. Sasa wakati kuhani wetu mkuu anafanya kazi ya upelelezi mbinguni, na kama vile Waisraeli walivyokuwa wanajitesa dhambi zao na kutubu dhambi zao na kunyenyekea mbele za Mungu ili wasinje wakakataliwa, hivyo ndivyo pia na sisi wote ambao wangependa majina yao yadumu katika kitabu cha uzima wanapaswa sasa kwa siku chache ambazo zimesalia ya rehema, tuko pamoja, wawe wandumu katika ili majina yao yadumu katika kitabu cha uzima, wanapaswa kwa siku chache ambazo zimesalia za rehema yao kuteza roho zao mbele za Mungu na kusunikia dhambi na kufanya toba ya kweli. Hiyo ndiyo itakayoweza kutusaidia ili tuweze kusimama wakati wa hukumu. Ni kujitesa roho zetu na tusunikie dhambi zetu na kufanya toba ya kweli. Hapo ndipo tutakapokuwa ya kwamba tumekubalika katika hukumu ambayo inayoendelea. Jambo lingine nasema ya kwamba ni lazima kuwepo na kuchunguza moyo kwa kina kwa uaminifu. Lazima kila mmoja tuweze kujichunguza katika moyo kwa kina na kwa uaminifu. Nuru ya roho ya kufurahia mambo mema ya kibusi ni lazima watu wengi wanaojidai kuwa wafuasi wa Kristo wayatubilie mbali.
Kuna vita vikali vya kupigana mbele ya wote watakaoweza kushinda. Mazoea maovu ya wale wanaong'ang'ania na kupanda ushindi. Kazi ya kujitayarisha ni kazi ya mtu binafsi. Mwalimu sema ya kwamba hatuokolewi katika makundi. Usafi na kujitoa kwa mmoja hauwezi kuondoa hitaji la sifa hizi ndani ya mtu mwingine. Ingawa mataifa yote yamepita katika hukumu mbele za Mungu, lakini watachunguza kesi ya kila mtu karibu sana na kwa uchunguzi wa makini kana kwamba hakuna mtu mwingine duniani. Kwa hivyo tujue ya kwamba kazi ya hukumu inayoendelea ni kazi ambayo inachunguzwa kila mmoja, ni kazi ambayo inachunguzwa kana kwamba hakuna mtu mwingine. Wakati Yesu anapofikia kazi hukumu ya mtu fulani, huwa anachunguza kulingana na anaona ya kwamba ni kama hakuna mtu mwingine duniani. Kwa hivyo anachunguza kwa makini, hakuna hata jambo moja ambalo huwa analipitia. Maana mseme ya kwamba tena tujue ya kwamba hatuokolewi kwa makundi. Kila mmoja ataweza kusimama mbele za Mungu. Ataweza kusimama wakati wa hukumu. Kwa hivyo huu ndio wakati mwafaka wa kuweza kujitakasa roho zetu na kujiandaa kwa ajili Yesu atakapokuja mara ya pili. Kila mmoja awe ya kwamba majina yake yamekubalika na amejiandikisha katika kitabu cha uzima. Mungu hawe pamoja nasi. Atusaidie kwa ajili ya hukumu ambayo inayoendelea wakati huu. Ni wakati wa kila mmoja wetu kujichunguza na kujitambua na tuwe watu wa kunyenyekea, watu wa kutubu, watu wa kufanya mapenzi ya Mungu kusudi tuweze kukubalika mbele za Kristo. Tumeona ya kwamba Waisraeli wakati kuhani alipokuwa anaingia patakatifu mno, hakuna hata mmoja ambaye aliyokuwa anapoteza muda wake wa kukaa kwa kufanya mambo yake ya kujifurahisha. Pia wakati ambapo Yesu anapofanya kazi ya upelelezi, huu ndio wakati ambapo kila mmoja wetu tunapaswa kunyenyekea mbele zake, tunapaswa kusafisha njia zetu na matendo yetu ili yaweze kukubalika, yasije yakawa na dosari yoyote. Mungu awe pamoja nasi, atubariki na atusaidie tuweze kujiandaa na tuombe majina yetu yaweze kuandikwa kitabu cha uzima. Kama mimi nimekuwa ya kwamba nikifanya mambo yasiyo mazuri, niweze kurekebisha ili niweze kujitoa katika kitabu cha mauti nijiandike kitabu cha uzima. Na Mungu wa amani hawe pamoja nasi, atusaidie kupitia katika jina la Yesu. Mungu awabariki pamoja nami. Mungu awe pamoja nasi siku zote hadi Yesu atakapokuja mara ya pili, tuweze kukutana mbinguni na tuweze sote kuwa kwamba tumejiandaa kwa ajili ya kumlaki Yesu anapokuja mara ya pili. Mungu awabariki. Amina.